Naam, nikiwa naamini kwamba siku iko vizuri kabisa mtazamaji wa Clouds TV. Leo tumepata nafasi ya kumtembelea Mheshimiwa Mstahiki Meya wa Halmashauri ya Manispaa ya Temeke, Mheshimiwa Abdalla Mtinika. Mengi sana ambayo unahitaji kuyapata, mipango yao kama manispaa, lakini pia hususani kwa uzaidi katika eneo la michezo, kwa namna gani wako na mikakati mizuri kabisa kuhakikisha kila kitu kinakwenda poa, pengine kutekeleza zile juhudi ambazo kwa sasa tunaziona kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nguvu yake kubwa zaidi kwenye michezo na maeneo mengine. Mheshimiwa, habari za majukumu? Salama, habari za Clouds. Mimi nashukuru Mungu. Labda majukumu yanaendaje? Majukumu yanaenda vizuri. Karibuni sana Temeke ndugu zetu wa Clouds. Shukrani sana. Naam. Pengine watu wanahitaji kufahamu kwenye kipindi ambacho upo kwenye hii nafasi, kwa namna gani maendeleo ya michezo yamekuwa ni kitu ambacho cha kujivunia zaidi kwa upande wenu kama manispaa, lakini pia kwa upande wako kama Mstahiki Meya? Asante. Kwanza Temeke ni mji wa michezo, na kama unavyoona ukitazama upande wa mashariki wa ofisi zetu kuna dimba la Benjamin William Mkapa, au wengine wanasema kwa Mkapa hatoki mtu. Kwa hiyo ni nyumbani kwa vilabu vyetu na ni nyumbani kwa mashabiki wa michezo wa nchi yetu hii kutoka maeneo mbalimbali. Sasa sisi kama halmashauri tunasimamia maendeleo ya michezo katika maeneo mbalimbali. La kwanza, kuweka mazingira mazuri ya kimichezo kwa level ya vijana wetu katika ngazi za chini, na tumeboresha viwanja. Kwa mfano kipo kiwanja kule Makangalawe kimeboreshwa na Halmashauri ya Manispaa ya Temeke, lakini pia kiwanja chetu cha Mwembeanga Mwembeanga pale tulikuwa na mradi wa DMDP, lakini pia kwa sababu ni eneo la watu na ni eneo la jamii, basi pia pale tumeweka vizuri ule uwanja wetu wa mpira pale, tumeweka uwanja wa mchezo wa basketball, netball, volleyball na michezo mingine pale Mwembeanga. Na pia tumeendelea kuwa walezi wa timu mbalimbali za michezo ya wanawake. Mfano kule Mbagala zipo Mbagala Queens, tunashirikiana nao vizuri, na timu nyingine za wakubwa ambazo zinafanya mazoezi katika maeneo mbalimbali ya kijamii. Pale uwanja wa Zakem, uwanja wa Rangi Tatu, zote hizo ni timu zetu na tunashirikiana nazo. Lakini hata halmashauri pia tunayo timu yetu ya watumishi, nayo inafanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kitaifa ya wafanyakazi. Timu ya Temeke ni katika timu tishio za wafanyakazi. Naam. Labda Shabani, nini maboresho ya uwanja kama Makangalawe ambao pengine ulikuwa hauna ule ubora, kwa sasa unatumika kwenye baadhi ya michezo ambayo vivutio ni vikubwa, lakini Mwembeanga ilikuwa ni sehemu ya wazi, shughuli za kawaida zilikuwa zinaendelea, lakini kwa sasa maboresho yameonekana kuwa ni makubwa. Shabaha ni nini kwenye hiki ambacho tayari mmeonekana kukifanya? Shabaha kubwa ni kuweka nguvu zetu katika eneo hilo, kwa sababu sisi tunaamini michezo ni ajira na michezo inaleta jamii pamoja. Lakini michezo inajenga afya za wananchi wenzetu wa Temeke. Kwa hiyo katika kuyafanya hayo, ni tangu awali, kama utakumbuka, tangu Mheshimiwa Rais akiwa makamu wa rais Mama yetu Samia Suluhu Hassan alihimiza sana mazoezi kwa wafanyakazi, na sisi tulishika lile tangu mwanzo. Kwa hiyo ndio maana pia tumehimiza timu yetu ya wafanyakazi imekuwa ikiendelea kukutana na kufanya mazoezi kwa lengo la kujenga afya. Kwa hiyo shabaha yetu kubwa ni kuendana na wakati, kwa sababu michezo sasa hivi ni ajira kubwa sana kwa vijana. Michezo ni afya, lakini michezo inaleta umoja. Hata palipo na mtafaruku, michezo inaweza kuwaunganisha watu. Palipo na ugomvi, michezo inawaleta watu pamoja. Palipo na stress, kama unavyoona vijiweni, watu asubuhi wanaamka wana mawazo, lakini wakiongea habari ya Simba na Yanga mawazo yanapungua. Lakini kingine katika kuenzi michezo kwa ujumla, mbele ya uwanja wa Benjamin Mkapa tumetenga fedha, na pale kama unaona ukipita usiku tumefunga taa pale za sola ambazo zinawaka, zinasaidia mashabiki wanaokuja Benjamin William Mkapa kuweza kuwa salama katika muda ule wa kimichezo. Kwa hiyo taa zile zimefungwa, na pia
nitoe pongezi kwa sababu taa zile tulizifunga pia wakati wa mkuu wa wilaya akiwa dada yetu Joketi ambaye sasa ni katibu mkuu wa jumuiya ya vijana. Alitoa mchango mkubwa kwetu pia, na sisi kama halmashauri tukatekeleza. Kwa hiyo tuenzi naye mchango wake Joketi, kwa sababu alikuwa ni mdau mzuri wa michezo, na naamini mpaka sasa anaendeleza. Kwa tulishirikiana naye vizuri kama DC wetu kuhakikisha kwamba watu wakija Benjamin Mkapa wawe katika mazingira salama na taa zile zipo zinawaka. Kwa hiyo ni sehemu ya halmashauri katika kutimiza wajibu wake kwa jamii. Kumekuwa na kasumba ya baadhi ya maeneo mengi sana ya wazi ambayo labda vijana wanaanzia kucheza mchezo kwenye mchanga kawaida, yale maeneo kutumika kwenye matumizi mengine, labda kujenga vituo mbalimbali vya serikali, pengine tofauti na mlengo wa awali kabisa watoto wacheze. Kwa hiyo kama manispaa ya Temeke, kwa namna gani mko na huo mkakati kuona yale maeneo ya wazi ambayo watoto wanaanza kucheza mpira wa vitambaa nini yabaki kwenye matumizi yale yale na si kuweka miradi mingine tofauti na ya kimichezo? Asante. Sisi Temeke ni waumini wa kuyalinda maeneo ya wazi. Na ni sheria, maeneo ya wazi yatabaki kuwa ya wazi. Na hatupendi kuyaingilia kwa kuyabadilisha matumizi. Kwa sababu ni kunyima haki za jamii. Na maeneo ya wazi pia mbali na michezo, lakini ni maeneo ya jamii kupumua. Nyumba haziwezi kusongamana tu, lakini lazima yawepo maeneo ya wazi. Kwa kama halmashauri tunaheshimu na tunayalinda. Kama unaona Mwembe Yanga pale hapaguswi, ukienda kule Mbagala na ni hapo maeneo Kijichi kule hapo ya wazi. Kwa tumekuwa tukiendelea kuyalinda na kuyaweka katika usalama. Isipokuwa watu wanachanganya, yapo maeneo mengine unaweza kukuta ni eneo la mtu ambaye labda hajaliendeleza kwa muda mrefu, ikatokea vijana au jamii wakaanza kucheza wakiamini labda ni pawazi, alafu baadaye akafika mwenyewe akaendelea na shughuli zake. Kwa hiyo maeneo ya wazi yameendelea kubaki kuwa maeneo ya wazi, na maeneo ya watu yataendelea kubaki kuwa maeneo ya watu. Lakini sisi yote tunayalinda. Temeke ni manispaa ya mpira, vipaji vingi sana, lakini pia mchezo wa soka unachezwa kwa namna yake na michezo mingine kwa ujumla. Kufuatia kile ambacho manispaa jirani wamekifanya, kwa maana kutengeneza uwanja wao wa manispaa pale KMC Complex, pengine watu wakawa wanatazama huenda kwenye manispaa nyingine kubwa kama Temeke wakawa na huo mpango, nje ya kuwa na uwanja wa Benjamin Mkapa ambao upo kwenye manispaa yao, pengine nao wako na huo mpango kutengeneza uwanja ambao utakuwa una accommodate timu kubwa ambao utakuwa unamilikiwa na manispaa. Hiyo mipango ipo? Tunawaza hilo, na ndio maana tumeboresha Mwembe Yanga kwa hatua za mwanzo. Lakini tunavyozungumza huko mbele, nia yetu ni uwanja wa Mwembe Yanga kuweka nyasi bandia. Uwe uwanja ambao unaweza kuhimili vishindo, sababu nyasi hizi za kupandwa kuna wakati hazihimili purukushani za muda mrefu. Kwa hiyo pia tuna malengo ya kuweka taa pale na kufanya uwanja wa Mwembe Yanga utumike vizuri, na hata kuboresha. Kwa hiyo ni malengo yetu ya mbele kwa uwanja wa Mwembe Yanga ambao tunao. Na tunaona wenzetu KMC wanafanya vizuri, na uwanja pia unaingiza mapato, lakini pia unaleta burudani kwa jamii. Kwa hiyo sisi tunayo hiyo nia. Lakini pia tuwapongeze wadau binafsi. Kwa mfano kwa hapa Temeke, mbali ya viwanja vyetu vya Benjamin Mkapa, uwanja wa Uhuru, lakini pia wenzetu Azam wanao uwanja kule wa Azam kule Chamazi, na tunawashukuru kwa mchango wao kwa jamii zetu za Temeke na taifa kwa ujumla. Umekuwa ni uwanja mzuri unaosaidia jamii zetu. Kwa hiyo na sisi halmashauri tunaendelea kuweka mipango yetu kwa mwaka ujao wa fedha. Tuna nia ya kuboresha zaidi uwanja wa Mwembe Yanga uwe uwanja wa kisasa na uweze kuchezwa hata usiku. Kwa hiyo hayo ni malengo yetu. Na kuhusu timu ya mpira kwa Temeke, sisi halmashauri nyingi zimekuwa na timu. Tunaona Pamba, tunaona KMC, na zipo halmashauri nyingine zinazo timu za michezo. Sisi mtazamo wetu sio lazima wote tutoke kwa njia hiyo hiyo. Temeke tutakuja na timu ya mpira wa miguu ya wanawake. Ndio malengo yetu. Tunataka tuwekeze kwa wanawake kwa sababu soka la wanawake linapanda. Lakini pia katika kuenzi mchango wa rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunaona pia tutizame upande huo. Tuwe na timu kali ya mpira wa miguu wa wanawake katika nchi hii.
iwe timu tishio, na tunafanya hivyo kwa sababu sio wote lazima tuende katika mlengo mmoja. Kama wenzetu halmashauri nyingine wametoka na timu hizo za mpira wa miguu za wanaume, sisi hivi karibuni tutakuja na mpango wa kuwa na timu imara ya mpira wa miguu wa wanawake, na ambayo isumbue na iwe timu tishio ndani na nje ya nchi. Tukilifanya hilo, tutawagusa dada zetu, tutawagusa mama zetu ambao pia ni wapenzi wa mpira huo, lakini pia kuinua vipaji katika eneo la jinsia ya kina mama. Kwa hiyo tumejipanga na hilo liko kwenye mipango yetu, ndilo tutakalo kuja nalo sisi. Naam. Itakuwa kitofauti zaidi. Tunakuja kitofauti kwa sababu sio wote lazima tutoke vile vile. Wote tunaamua kutoka na timu hizi za mpira wa miguu wa wanaume. Kama unavyojua, kwa mpira wa miguu wa wanaume kwa nchi yetu domination bado imeshikwa na vilabu viwili. Sasa sisi vurugu hiyo hatuiwezi. Hii vurugu ya hatuchezi, tunacheza, sisi tunaona hiyo vurugu si hatuiwezi. Sisi tunataka tutoke na mpira wa kina dada, wacheze vizuri, tuwainue kimaisha na kiajira, na tuwapeleke wengine ikiwezekana nje ya nchi. Tunataka tusimamie kitu ambacho tunaamini tutakifikisha mwisho. Tunataka tusimamie kitu ambacho tunaamini kitafikia malengo ya juu. Leo hii process ya kuanzisha timu ya mpira wa miguu wa kiume, challenge ni kubwa, ushindani ni mkubwa, lakini pia kwa sababu sisi wote tuko chini ya Wizara ya TAMISEMI, lazima tutoke hizi zote hizi zilizopo katika halmashauri nyingine zote ziko chini ya wizara mama ya TAMISEMI. Kwa hiyo sisi tutatoka kivingine ndani ya wizara hiyo hiyo na sisi kama Manispaa ya Temeke ili tutazame wigo huo. Tunaamini huko tutatoka. Lakini wigo wa mpira huu wa kiume una makando yake mengi sana sasa hivi. Fitna mimi naweza nikawa na mapenzi yangu ikaniletea shida. Kuma mingine tumezaliwa nayo au tumerithi hizo timu. Kwa sababu kuingia kwenye mpira wa miguu wa kiume kuna shida kidogo ambayo inahitaji mikakati mikubwa zaidi na wadhamini wenye power. Sasa na unajua saizi pia mdhamini fulani pia inaonekana kidhamini timu nyingi, wapo wengine wanalalamika. Kwa sisi hataki kugombana na watu katika hilo. Tutakuja na timu ya mpira wa miguu wa kina dada. Hiyo Temeke Stars hiyo tunaamini itakuwa vizuri. Itakuwa tishio. Sawa. Niliona hapo umetembelewa na baadhi ya maboxers kadhaa nyuma kutokea maeneo ya Chamazi. Kwa namna gani mikakati nayo iko mikubwa sana ukiachana na soka, lakini pia boxing ni moja kati ya michezo ambayo kwa sasa inakuwa kwa kasi nchini. Kwenye maeneo yenu kama Manispaa, mipango pia ikoje kusupport hivi vipaji vijana? Tunawasupport, na mimi meya ni mdau na nimekuwa nikiwatembelea. Na michango yetu tunaitoa. Kwa mfano kule Chamazi wapo vijana pale wanaitwa Yard Boxing, tushawatembelea. Wapo wengine hapa Mbagala maeneo ya kwa Mangaya pale nao nimewatembelea, wana timu yao nzuri. Wapo pia boxing mbalimbali, mfano hata yule Kaoneka naye ni kijana wetu, tunashirikiana naye na tunawasiliana, tunatoa ushauri kwake. Lakini pia kule Kibonde Maji maeneo ya Tanita pale wapo vijana wetu pale kina Ahmadi Ungale wana boxing camp yao na pia nimeshawatembelea. Kwa hiyo boxing camp zipo nyingi Temeke, na Temeke ni mji wa vipaji mbalimbali. Hata huo mpira wa miguu unaozungumza, captain wa timu ya taifa Mbwana Ali Samata anatoka Mbagala. Pale Mbagala uwanja wa Rangi Tatu ndiko chimbuko lake, ni Temeke hiyo. Kwa Temeke ni nyumba ya michezo yote. Na kuna mchezo mwingine pia umeibuka siku hizi unaitwa kabadi. Nao upo umeibukia Temeke, na mwenyekiti wa mchezo ule anaitwa Nyoni. Naye ni mkazi wa Mbagala yule, yupo kwetu. Mchezo wa kabadi nao umeanza kutrend kwenye maeneo ya majeshi unachezwa. Na ule mchezo ni maarufu sana India, Pakistan, lakini asili yake nao kwa Temeke umeanza kushika kasi. Kwa Temeke ni mji wa michezo mingi. Na sisi yote tunaitambua. Mimi meya ni mwanamichezo kweli kweli. Kwa hiyo tunaendelea nao vizuri. Sawa.
Tumalize na cha mwisho kabisa, kama mwanamichezo bila kujalisha upande wako ni upi, moja kati ya tukio kuu ambalo tunaliendea kwa siku za hivi karibuni ni fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane. Wanakwenda kuanzia ugenini, wanakuja kumaliza nyumbani kwenye maeneo yenu, viunga vyenu hapa vya Temeke Benjamin Mkapa. Pengine imani yako ipoje kwenye hiki ambacho Simba wanakiendea? Kwanza nitoe pongezi kwa mafanikio makubwa ya vilabu vyetu. Kiukweli vilabu vyetu vya Tanzania kwa sasa vimepiga hatua kubwa katika michezo ya kimataifa, hasa Simba na Yanga. Yanga ilifika fainali na Simba pia mwaka huu imefika fainali. Kwa ni mafanikio makubwa kwa mpira na kuitangaza nchi yetu kiutalii na kimichezo. Na sisi wanatemeke tuko tayari kuwapokea wageni wote wanaokuja kushiriki fainali. Ndio maana tumeweka hizo taa hapo nje na tutaongeza zaidi kadri zitakavyoonekana zinahitajika. Kutokana na hilo, niwapongeze viongozi wa Simba na wachezaji kwa kujituma na hatua waliofika, lakini pia tutambue kukua kwa michezo, tusisahau tasnia ya habari. Nyie Clouds mnafanya vizuri katika michezo, lakini pia waoneshaji wa mpira Azam nao wanafanya vizuri, Azam TV wana mchango mkubwa, lakini yote haya kwa uongozi wa shirikisho chini ya President Karia. Chini ya uongozi wake tumeona alama nyingi na mafanikio makubwa ya kimichezo. Kwa hiyo TFF, wadau wa habari kama nyie Clouds, Azam na vyombo vingine, lakini pia shirikisho na serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo na Baraza la Michezo wamekuwa walezi wazuri, na muunganiko huo wote ndio leo natuletea mafanikio hayo tunayoyaona ya timu zetu kufika fainali, lakini pia sera za michezo, kwa sababu kama unaona timu zetu hizi ambazo zimefika mbali zina wachezaji wa kimataifa. Kama ingekuwa sera zinawabana sana wachezaji wa kigeni kucheza, pia pangekuwa na shida ya mafanikio. Kwa hiyo yote hayo ya sera, uhuru huo tunaouona wa wachezaji wa nchi mbalimbali kucheza hapa kwa furaha, ni mipango mizuri ya serikali yetu ya kuandaa hayo mazingira. Leo vilabu vinaogelea katika mafanikio. Kwa hiyo tuwapongeze Simba, na ni jambo zuri na litakuwa na faida kwa nchi. Tunawatakia kila laheri katika hiyo fainali ambayo wamefika. Basi tuwaombee tu wafanye vizuri, kwa sababu tunaamini ikifanya vizuri Simba, nchi itapiga hatua katika renki za michezo kwa level za vilabu. Kwa hiyo ni jambo letu, na sisi kama wanatemeke tunawaunga mkono. Kwa muda tutaweka upenzi wetu, na niwaombe na wenzangu wengine tuweke upenzi wetu pembeni. Kama Watanzania tuunganishe nguvu kuwa support wenzetu kwa hatua ambayo wamefika, kwa heshima ya nchi yetu na heshima ya rais wetu ambaye ni mpenda michezo, Mama Samia Suluhu Hassan. Na unaamini kombe litabaki hapa? Inshallah. Inshallah. Litabaki. Tuombe dua kwa juhudi na mipango ambayo wameiweka. Ikiwa mizuri, basi kombe litabaki, kwa sababu kwa level ya mpira wa Afrika sio level ya mpira wa ujanja. Inataka uwekezaji sahihi, mipango sahihi na mikakati. Kwa hiyo Simba wakiweka hayo vizuri, wakaunganisha nguvu katika timu yao, tunaamini kombe litabaki, kwa sababu kule katika mpira wa Afrika ni ushindani wa kimpira. Umeona na Watanzania lazima tubadilike, tuwe na mind za kimpira. Kama unajua nchi yetu hapa kuna wakati tunabishana kwa ushindani usio wa kimpira, kwa kuweka hisia ambazo ziko nje ya mpira. Dunia ya sasa ya mpira wa kweli wenye mafanikio, ushirikina haupo. Sijui mbuzi, sijui watu wafupi, sijui nini, kifupi hivyo vitu havipo. Ni mipango, uwekezaji mzuri, kombe litabaki. Kwa tusiwekeze sana kwenye mambo mengine nje ya mpira na uwekezaji sahihi. Hivi vitu vingine vibaki katika
michezo yetu tu ya hapa ndani. Ukaja na mbuzi, ukaja na wazee, wengine warefu, wengine wafupi, wengine hivi, hizo ni tubaki nazo hapa. Lakini huko Afrika ni mpira kweli. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri Simba, naamini watafanya vizuri. Sasa watoe hofu watazamaji ambao kimsingi wanaisubiri fainali kwa hamu kubwa sana. Na eneo ni Benjamin Mkapa, lipo kwenye maya yenu, pengine mambo ambayo kimsingi yanaweza kuwapa hofu kwa namna gani mnawahakikishia ulinzi, usalama na kila kitu kiwe sawa kabisa? Kiukweli Temeke chini ya uongozi wa mkuu wetu wa wilaya kaka yangu Situs Mapunda, na sisi halmashauri, lakini pia kamati ya ulinzi na usalama, mipango ya ulinzi naona iko vizuri, iko sawa. Kwa hiyo hakuna kipengele kwenye eneo hilo. Watu waje wacheze, na mashabiki tunawakaribisha. Na mpira tuna mategemeo makubwa kwamba timu ibakishe kombe, lakini matokeo ya mpira hasa huwa yanapatikana uwanjani. Kwa hiyo tuwe na matumaini, lakini sio kuja na matokeo moja kwa moja. Ina hatari, kwa wengine wanaweza kupata pressure, wengine kupata vurugu, na uwanja tumeukarabati, serikali imekarabati. Kwa hiyo na ile matokeo yake ni watu kuja na matokeo. Hamasa haikatazwi, imani, lakini usije na matokeo kabisa kama bwana hapa sisi tushashinda 3-4. Ule ni mpira, lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo tunaongea haya ili kuwaandaa watu kisaikolojia, kwa maana likitokea jambo basi tusianze kubeba watu na machela kuanza kukimbizana maeneo ambayo sio sawa. Mheshimiwa, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Naam, ulikuwa ni wakati mzuri kabisa kupata maneno mengi zaidi kutoka kwa mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Temeke. Mengi sana tumia jenga ya kimikakati, sera ya michezo, lakini pia mikakati ambayo wako nayo kuona mchezo Temeke unachezwa kwa kiasi kikubwa na kuelekea fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya RS Berkane ambao utachezwa kwenye halmashauri yao kwenye dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Anasema wakuja waje, Temeke ni shwari kabisa, tushuhudie burudani. Mimi naitwa Omar Mkoroine na hii ni Clouds TV, kuwa na siku njema.